Alright, welcome again to another tutorial of the topic complex numbers. So in this tutorial we're going to study the cube root of unity. So let's say z is equal to 1. So 1 is what we call unity, units. So we want the cube root of 1, the cube root of 1. So this means 1 power 1 over 3. But 1 is just the same as you say 1 plus 0i. Yeah. So instead of saying 1, let's say 1 plus 0i. So the cube root of unity now is equal to 1, but 1 is just the same as cos of 0. Cos of 0 radians or 0 degrees, whatever. And the 0 is just the same as sine of 0. Sine of 0 is 0. So the cube root of this. So this is the cube root of unity. Now we studied what we call the De Moivre's theorem in the previous tutorial. We studied this we call the De Moivre's theorem. It says that if you have a complex number cos theta plus I sine theta, all of it power 1 over m. So by De Moivre's, this is just the same as saying cos of theta plus 2 pi k over m plus I sine of theta plus 2 pi k over m. Yeah, so where k is all numbers from 0, 1, 2 up to what? Up to m minus 1. So if it is power 1 over m, it means it's going to have m roots. So power 1 over 3 is going to have 3 roots. So for our case here now, what's it going to be? If I use De Moivre's theorem, this means that the cube root of unity is going to be equal to cos of 0 plus 2 pi k over m. Our m now is 3. So this is 2 pi k over 3. Yeah, 0 plus 2 pi k is just 2 pi k. So plus I sine 2 pi k over 3. So for k is equal to what? Is equal to 0, 1, up to m minus 1. M is 3, so up to 2. 2 is 3 minus 1. So now for k is equal to 0. So we're going to have 3 roots. This will be the first root. The cube root, the first root of unity is going to be equal to cos of 0. If I put upper 0, tabaki 0 plus I sine of 0. Cos of 0 kwa calculator ni 1, sine of 0 ni 0. Kwa hiyo the first root ni 1. So the first root of unity, so the first cube root of unity ni 1. So for k equals to 1, this is the second root. Itakuwa ni z power 1 over 3. Sasa nikiweka 1 napata cos 2 pi over 3 plus I sine ya 2 pi over 3. Yeah, pi over 3 ni 60 degrees times 2 ni 120. Now cos of 120 degrees ni negative half. Wakati sine ya 120 degrees ni radical 3 over 2. Kwa hiyo itakuwa ni radical 3 over 2i. So this is the second root. This is the second root. Now the third root will be obtained when k equals to 2. So for k now equals to 2. Nikiweka 2 pale kwenye k, hii itakuwa ni k times 2 pi times 2 pi. Kwa hiyo ni 2 times 2 pi. Kwa hiyo ni 4 pi. 4 pi over 3 plus I sine ya nini? 4 pi over 3. So 4 pi over 3 manake ni
240 degrees So cos ya 240 degrees ni negative 1/2, wakati sin ya 240 degrees ni the square root of 3/2i. Yes, so we have our three roots. So the roots are, ya kwanza ni 1, ya pili ni negative half plus the square root of 3/2i, na ya tatu ni negative half minus the square root of 3/2i. So these are the three roots of unity. Now hii root ya katikati hii, let iwe sawa na w. So let w iwe sawa na negative half jumlisha the square root of 3/2i. Now let's square both side. Huku itakuwa hivi na huku itakuwa hivi. Yeah. So tutasquare kawaida. Kwa hiyo omega square itakuwa nini? Omega square itakuwa ni negative 1/2 squared jumlisha 2 negative 1/2 times the square root of 3/2i plus the square root of 3/2i square, binomial expansion, ndio. Kwa hiyo omega square itakuwa sana 1/4, yes, minus the square root of 3/2i. Hapa 2 na 2 inakufa. Alafu hapa itakuwa ni minus the square root of 3/4. Nikisquare hii square root of 3 na baki 3 Kwa hiyo hapa ni 3/4 samani. So nikisquare I napata negative 1, ndio maana nimeweka negative. Nikisquare square root of 3 napata 3 chini over 4. Yeah. So 1/4 minus 3/4 inakuwa ni 2/4. Kwa hiyo hii inakuwa ni negative 2/4 minus the square root of 3/2i. So this is by 2 is 1, by 2 is 2. So omega squared itakuwa ni sasa na nini? Au w squared tuseme negative 1/2 minus the square root of 3/2i. Yeah, hii tushaiona wapi? Remember the three roots. So naona hii kwa hiyo hii tumeleta ni omega, tulivyo square tumeona omega square inakuwa ni hii. Si ndio? Kwa hiyo the roots now, the cube root of unity. The cube roots of unity are, kwa hiyo wa kwanza ni 1, wa pili ni w, na tatu ni nani? W squared. Yeah, now see something on kitu kingine kitamu. Nikichukua 1 plus w squared, manake ni 1 jumlisha w ni huyu negative half plus the square root of 3/2i, alafu w squared ni huyu negative half minus the square root of 3/2i, hivi, si ndio? So nikijumlisha now, hapa plus na minus inakuwa minus, si ndio? Hapa inakuwa minus, na hapa pia plus na minus inakuwa minus. Yeah, so huyu na huyu kwa 0 Kwa nabaki na 1, negative half minus half ni negative 1. Kwa hiyo 0. So you can see kwamba 1 plus w squared ni sawa na 0. Yeah. So remember now, hizi ni cube root of unity Manake 1 cube ni 1, si ndio? W cube na yenyewe ni 1. Na huyu w squared cube ni 1. So to study here, kama w cube ni 1, manake w power 4 itakuwa sawa na w times w cube, si ndio?
Kwa itakuwa sana w kwa sababu w cube ni 1. Similarly, w power 5 itakuwa ni w squared times w cube, si ndio? Kwa hiyo itakuwa ni w squared, you see. Kwa hiyo ndo kinachotokea hapo. Yeah, hizi ni cube roots of unity. Maana ukizi cube zote unapata moja. Okay, kwa hiyo ndo concept ya cube root of unity. Hem, tufanye maswali tuone. Hii anasema if w is a complex cube root of unity, form the quadratic equation whose roots are w and 1/w. Solution So sisi tunajua a quadratic equation iko hivi, x squared minus, hapa kunakuwa na sum of roots x, tulisoma kwenye topic ya algebra, jumlisha product of roots, product of roots sasa na 0, si ndio? Sasa roots zetu tumeshapewa ni w and huyu. Kwa hiyo quadratic equation yetu kumbe ni hivi. So sum of roots manake nichukue w jumlisha 1/w x plus product of roots manake nichukue w times 1/w sasa 0. So hapa nabaki na 1, hapa itabidi to solve. So quadratic equation yangu itakuwa ni x squared minus, so tafuta LCM pale, tuko na jumlisha w plus 1/w. Kwa hiyo hapa itakuwa w squared plus 1 hivi. X jumlisha, tufazidisha zile tumepata 1 sasa na 0. So inakuwa hivi. But remember tumetoka kuona nini? Tumetoka kuona kwamba 1 plus w squared sasa na 0, Maana yake ni kwamba 1 plus w squared ni sasa na negative w. Kwa hapa tuweke negative w. Iwe x squared minus, itakuwa negative w over w x plus 1 sasa na 0. So negative na negative inakuwa positive, w na w zinakufa, Kwa hiyo quadratic equation yetu kumbe ni x square plus x plus 1 sasa na 0. So this is the answer, Alikuwa nataka quadratic equation whose roots ni w and 1 plus w, Jibu ndo hilo. Yeah, so hata ukisolve hii kwenye calculator yako utapata majibu ya x yatakuwa ni ile negative half plus the square root of 3 over 2i na 1 over hiyo, si ndio? Yeah, so you can solve this in your calculator and we shall see. So this is example 1. Let's see example 2 now. Example 2 ni hii, anasema if w is a complex cube root of unity and if x is equal to a plus b, y sasa na aw plus bw square na z sasa na huyu, show that x square plus y square plus z square is equal to b. So mimi kanipa x sasa na a plus b, nitamtafutia x squared kwanza. X squared ni nini? Ni a squared jumlisha 2ab jumlisha b squared. And then kanipa y sasa na aw jumlisha bw squared, Kwa hiyo y squared itakuwa sasa na a squared w squared jumlisha 2ab w power 3 afu jumlisha b squared w power 4. Yeah. So now hii w ni cube root of unity. Maana ni kwamba w is a cube root of unity. Maana ni kwamba w cube ni sasa na nini? Na 1. Kwa hiyo hapa tunabaki na nini? 2ab, si ndio? Kwa sababu ni 1. And then also hii w power 4 ni sasa na w cube times w, si ndio? Kwa hiyo itakuwa sasa na nini? W. Kwa hiyo hapa tunabaki na nini? Tunabaki na w. Yeah, kwa hiyo ni 2ab plus b squared w. So tuiandike vizuri hiyo. Hii itakuwa ni 2ab kama hivyo jumlisha b squared w. Now kanipa z ni sasa na aw squared jumlisha bw power 4, So bw power 4 ni sana useme bw ila tuseme tu bw power 4, tutakuja kusimplify huko. So z squared itakuwa sasa na a squared
w power 4 jumlisha 2ab w power 6 jumlisha b squared w power 8. Yeah. So w power 4 tushaona sana w. Kwa hiyo hapa baada ya kuandika w power 4 andika nini? Andika w. W power 6 maana ni square both side hapa. Huku nitapata w power 6 sasa na huku nitapata 1. Kwa w power 6 ni sasa na 1, kwa hapa ni 1. Okay, na w power 8 sasa w power 8 itakuwa sasa na w squared times w power 6. So w power 6 ni 1, kwa hiyo sasa tuna w squared. Kwa hiyo hapo pia inakuwa ni w squared. Yes. So hii tukiandika vizuri ni a squared w plus 2ab plus b squared w squared. Kwa hiyo hii ni jumlisha b squared w squared. Sasa anataka x square plus y square plus z square. Kwa hiyo tuzijumlishe hizi. We need to add the left hand side and the right hand side. Kwa hiyo itakuwaje? Kwa hiyo sasa upande huu itakuwa ni, ngoja nifute hapa nipate sehemu ya kuandika Tufute hii kwanza. Tufute. So tujumlishe sasa left hand side ni x squared plus y squared plus z squared. Right hand side sasa you see a squared jumlisha huyu Kwa hiyo itakuwa ni, naweza nikatoa nje a squared, hapa nabaki na 1 plus w squared plus w. And then hapa katikati sasa nikijumlisha za katikati 2ab plus 2ab plus 2ab napata nini? 6ab. Alafu jumlisha hizi za mwisho b square w. So na hapa naweza nikatoa b square, you can see me appear everywhere, napata na 1 plus w squared. But remember kule nyuma tujifunza nini? So remember tulisema 1 plus w squared sana 0 Kwa hiyo hapa tuna 0 na hapa tuna 0. Kwa hiyo kumbe x squared plus y squared plus z squared ni sasa na a squared times 0 jumlisha 6ab jumlisha b squared times what? 0. So you can see finally tunapata x square plus y square plus z square itakuwa sana nini? 6ab. So tunasemaje hapo? Tunasema hence nini? Proved au shown. Let me say see you in the next tutorial.